umetokana na ziara niliyoifanya hapa Dar es Salaam katika kukagua ujenzi wa miundombinu ambayo ni ya mabasi yaendayo kasi, yani BRT. Na kwa msingi huo ujenzi huu uko nyuma ya muda, lakini pia vile vile kumekuwa na malalamiko makubwa sana ya foleni katika upande wa barabara ya Mwenge Tegeta, na imepelekea pia vile vile foleni upande wa barabara ya Mbezi Chini, kwa sababu watu wengine wamekuwa wakihama kutoka Mwenge Tegeta na wote wamehamia Mbezi Chini. Lakini vile vile na upande wa Samnu Joma mpaka Ubungo, Ubungo kuja kwa maana Ubungo Mwenge, na ile ya Mwenge kuja mpaka Moroko imechelewa sana, na upanuzi wa Ubungo Kimara. Kwa nilipokwenda kufanya ukaguzi baada ya malalamiko na hali hiyo kutokea, niliagiza, maana niliojiana na wale walioko site, wakanieleza kuwa wao hawana majibu ya hoja nyingi nilizoziuliza, na kwa msingi huo niliagiza ya kwamba wawaite viongozi wao. Ninayo furaha kwamba leo tarehe 26 viongozi wao wa haya makampuni na delegations kutoka China zimefika hapa Tanzania, na mimi na timu yangu, katibu mkuu na wakurugenzi, tumepata nafasi ya kuzungumza nao. Yako mambo ya msingi yaliyozungumzwa. Katika hayo mambo ya msingi yaliyozungumzwa, wao wanazo hoja zao, ingawa hizo hoja ni kidogo sana ukilinganisha na upotevu wa muda waliofanya kwetu. Kwa hivyo jambo kubwa na la msingi ni kwamba tumefika eneo ambapo wamefanya commitment kwa serikali juu ya ukamilishaji wa miradi hii kwa wakati na juu ya ukamilishaji wa miradi hii kwa viwango. Na lile la commitment ndio muhimu: kuongeza flow ya fedha ili kuja kukamilisha miradi, kuongeza idadi ya wafanyakazi, kuwalipa wafanyakazi wanaofanya kazi katika maeneo yao, hususan wafanyakazi wazawa, kufanya mbinu mbalimbali za kuondosha traffic jam. Ili ni jambo kubwa sana. Wamenihakikishia, kwa mfano wanaofanya kazi ya Mwenge Tegeta wataongeza U-turn, wataongeza bypass mbalimbali ili kuondosha misongamano isiyo lazima na usumbufu mkubwa sana wananchi wanaoupata. Sasa wameeleza kwamba hayo watayafanya ndani ya muda wa wiki hizi mbili. Kimsingi wote wamefanya commitment kubwa sana za kimaandishi kwa serikali. Nazo hizo commitment walizozifanya kwa serikali, pia vile vile kuna ucheleweshwaji mkubwa sana wa kampuni ya Shandong juu ya barabara ya Omurushaka Kyerwa, na wenyewe wamenithibitishia kwamba kwanza wamekiri, na kwa msingi huo wanakwenda kuanza haraka iwezekanavyo mwishoni mwa mwezi wa 4, mara baada ya kukamilisha vifaa vyote ambavyo wamenihakikishia sasa wanavyo na wanavipeleka. Na ahadi yangu ni kwenda kukagua barabara hiyo mwanzoni mwa mwezi wa 5. Wameeleza mambo mengi, changamoto nyingi. Wameeleza mvua,
za El Nino zilizonyesha huko nyuma. Wameeleza tuna changamoto sisi ambayo nimewaagiza wataalamu wangu. Unajua hizo barabara zote zina tunaita utilities, huduma nyingine. Kwa mfano kuna nyaya za TANESCO zinazotoa huduma kwa wananchi. Kuna mabomba ya maji yako humo. Sasa kuna mabomba ya gas pia vile vile yako humo. Zile zote zinachelewesha, kwa sababu sio kazi ya mkandarasi kuhamisha nyaya za umeme. Sio kazi ya mkandarasi kuhamisha pipes za gas. Sio kazi ya mkandarasi kuhamisha bomba za maji. Kwa hivyo wakati anasubiri, kila anapofika mahala anasubiri, inafanya ashindwe kutekeleza mradi wake. Kwa hivyo kuna sababu za namna hiyo. Wameeleza mbinu zitakazotumika. La kwanza wamesema wanaongeza idadi ya U-turns, lakini vile vile watafungua bypass. Service roads zitafunguliwa, zitawekwa vizuri na kufunguliwa, na hiyo wamenipa ahadi ya wiki 2 tu. Tunaamini hizo zitasaidia sana. Na kwa upande wa Morogoro Road, kwamba zile barabara ambazo ni za expansion uko pembezoni zimekuwa sasa zikiwa ni wakati wa mvua zinasababisha matope, ili nafikiri wataalamu hapo watakwenda kufanya nao kazi na kuliweka vizuri, ili lisiende kuwa ni changamoto pia vile vile. Katika mkataba kwa cases za namna hii, mkataba uko wazi ni nini kwa hizi delay wao wanapaswa kutulipa sisi kutokana na hizo delays. Kwa hivyo ndio kazi ya wataalamu wetu watafanya, ili sisi tupate haki yetu kutokana na hizi delays. Vinginevyo ni jambo la kuendelea kuvumilia sisi wakati tuna push. Mkandarasi atafanya, ni jambo la muda, litakamilika na wananchi wataweza kuenjoy barabara zao.